Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Sasa wakati wa filamu ya Michael Jackson ambayo ilikuwa ikizungumzia kuhusiana na issue nzima ya wasifu wake, ikiendelea kufanya vizuri katika issue nzima ya mauzo na kufikia mpaka mauzo ya dola za Kimarekani bilioni 1 ambazo ukizileta kwa pesa za kibongo ni takriban trilioni kadhaa hivi za kibongo. Sasa kuna hii hapa kesi ambayo imeweza kutokea ambapo imeweza kuwa ni moja kati ya trending ile kinoma noma huko katika social media. Unaambiwa hivi, Jermaine Jackson huyu ni moja kati ya ndugu wa Michael Jackson, lakini pia ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa anaunda kundi lile la Jackson 5. Unaambiwa kwamba anaweza kulazimika kulipa dola za Kimarekani milioni 6.5 ambazo kizileta kwa pesa kibongo ni takriban bilioni 17 za Kitanzania kwa mwanamke anayemtuhumu kwa ubakaji baada ya kushindwa kujibu kesi iliyofunguliwa dhidi yake mahakamani. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama zilizoripotiwa na moja kati ya chombo cha habari, mwanamke huyo ambaye anafahamika kwa jina la Rita Butler ameomba mahakama ya Los Angeles kutoa hukumu ya moja kwa moja, yani default judgment dhidi ya Jermaine. Default judgment hutolewa pale ambapo mshtakiwa hashiriki au hajibu madai yaliyowasilishwa mahakamani ndani ya muda unaotakiwa kisheria. Wanasheria wa mwanamke huyo wanadai walijaribu mara kadhaa kumpa taarifa Jermaine ili ampokee hati ya kesi, lakini walishindwa. Kutokana na hali hiyo, walipata kibali cha mahakama cha kutangaza taarifa ya kesi kwa kupitia gazeti la Los Angeles Times mwaka 2025. Taarifa hizo zilichapishwa kwa muda wa wiki 4 mfululizo kuanzia mwezi Agosti mpaka mwezi Septemba. Baadaye walirudia utaratibu huo mwaka 2026 ili kumfikishia taarifa kuhusu kiasi cha fidia anachodaiwa. Unaambiwa kwamba kesi hiyo ilifunguliwa mwezi Disemba mwaka 2023 chini ya sheria ya jimbo la California inayoruhusu waathirika wa unyanyasaji wa kingono kufungua madai hata baada ya miaka mingi kupita. Mwanamke huyo ambaye anakwenda kwa jina la Rita anadai kuwa alimfahamu Jermaine kwa kupitia tasnia ya muziki, lakini pia anasema kwa mujibu wa madai yake, katika majira ya kuchipua kwa mwaka 1988 Jermaine alifika nyumbani kwake katika eneo la Encino bila mwaliko, akaingia kwa nguvu na kumbaka. Anasema wakati huo tukio hilo aliogopa kupoteza maisha na alihofia kupata majeraha makubwa. Katika nyaraka za kesi, mwanamke huyo anasema tukio hilo lilimwacha akiwa na maumivu ya kisaikolojia na msongo wa mawazo kwa miaka mingi. Pia aliiomba mahakama kuweza kulipwa gharama za kisheria zinazofikia dola za Kimarekani 71,000 alizotumia kufuatilia kesi hiyo. Sasa baada ya hayo kuweza kuhappen, unaambiwa kwamba kwa siku ya jana moja kati ya issue ambayo imetrend ile kinoma noma ni kuhusiana na issue nzima ya huyu Jermaine Jackson, moja kati ya mshikaji ambaye alikuwa anaunda kundi la Michael Jackson, lakini pia moja kati ya mtoto ambaye anatoka katika familia ya legend Michael Jackson. Amesema tuhuma za ubakaji zilizotolewa dhidi yake zimeharibu kipindi muhimu katika maisha ya mwanae Jafari Jackson ambaye anaigiza nafasi ya Michael Jackson katika filamu mpya wasifu wake. Kwa mujibu wa nyaraka za kisheria zilizoripotiwa na moja kati ya chombo cha habari, Jermaine anadai hakujua kuwa alikuwa amefunguliwa kesi na mwanamke aitwaye Rita Butler. Pia anasema alishtuka kusikia kuhusu kesi hiyo pamoja na hukumu ya dola milioni 6.5 za Kimarekani, zaidi ya bilioni 17 za Kitanzania, wakati wa kampeni za kuitangaza filamu ya Michael Jackson. Jermaine amesema taarifa hizo zilivuruga kile ambacho kilipaswa kuwa kipindi cha furaha na mafanikio kwa mwanae na familia yake. Mwanamke huyo ambaye anakwenda kwa jina la Rita Butler anadai kuwa mwaka 1988 Jermaine Jackson alimfanyia unyanyasaji wa kingono baada ya kufika nyumbani kwake bila mwaliko na kumbaka. Hata hivyo, Jermaine amekanusha madai hayo yote na kusisitiza kuwa hana hatia. Jermaine sasa anajaribu mahakamani kufuta hukumu hiyo ya dola milioni 6.5 iliyotolewa kwa kutokuwepo kwake mahakamani, yani default judgment. Amesema hakuwahi kupokea taarifa za kesi hiyo na hivyo hakupata nafasi ya kujitetea. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, anasisitiza kuwa hakujaribu kukwepa kesi kwa makusudi na yuko tayari kujitetea mahakamani ikiwa hukumu hiyo itafutwa. Filamu ya Michael Jackson ni moja kati ya filamu kubwa kutoka katika kiwanda cha Hollywood nchini Marekani ambayo inasimulia kuhusu maisha ya the late
Michael Jackson, ambaye kwa siku ya leo tarehe na mwezi kama wa leo tunakumbuka kuhusiana na issue nzima ya kumbukizi ya kifo chake ambacho kilitokea tarehe na mwezi kama wa leo mwaka 2009, ambapo katika filamu hii hapa ya biopic yake ambayo inazungumzia kuhusiana issue nzima ya wasifu wake, kuna huyu ambaye ni mtoto wa huyu jamaa ambaye anakwenda kwa jina la Jermaine Jackson, ambaye alikuwa ni moja kati ya mtoto ambaye anatoka katika familia ya Michael Jackson, ambaye huyu anaitwa Jafari Jackson. Huyu ni mpwa wa Michael Jackson ambaye ameweza kuhusika issue nzima ya kuwa main character katika hii filamu ya Michael Jackson, na sababu ni moja, ni kutokana na issue nzima ya kufanana kati yake yeye na the legend and the late Michael Jackson. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.